Karibu kwenye Ndugu Online TV, karibu. Umeitwa Hasaboy ya Madhasa Tanzania. Karibu tuangazie msitu wa ajabu, msitu unaopatikana katika bara la Asia. Msitu wa ajabu unaitwa Aokigahara, unaopatikana katika nchi ya Japani. Kwa majina mengine unaitwa msitu wa kujiua au bahari ya miti. Msitu huu una ukubwa wa kilomita za mraba 35, ambapo upo karibu na milima ya Fuji nchini Japan. Ukitoa kuwa msitu huu ni kivutio cha watalii, pia msitu huu una mambo ya ajabu ya kutisha na ya kuogofya. Ni kawaida kabisa ukiangalia msitu huu wa Aokigahara na kusikia unaitwa jina lako. Na watu wasioonekana pia inasemekana kuwa kwenye msitu huo wa Aokigahara unaweza ukaona watu kwa mbali, na ukiwafuatilia huwaoni watu hao. Hupotelea kwenye miti katika msitu huo wa Aokigahara. Inasadikika kuwa msitu huo una mapepo ya Kijapani, ambapo miaka ya nyuma kuna watu wengi walikufa. Takribani watu 54 walikufa kwenye msitu huo wa Aokigahara. Tafiti zinasema tangu mwaka 1988 watafiti walianza kufanya tafiti za watu wanaokufa msituni humo, na tafiti zikaonesha kwamba takribani watu 30 hupoteza maisha kwenye msitu huo kwa mwaka. Mwaka 2003 watu 105 walikutwa wakiwa wamejiua msituni humo, ambapo ilizidi rekodi ya mwaka 1978 na ile ya mwaka 2002. Mwaka 2010 ilikadiriwa kuwa watu 200 walitaka kujiua, lakini waliofanikisha kujiua walikuwa ni watu 54. Cha kushangaza sana ni kwamba matokeo ya kujiua yanaongezeka sana mwezi wa Machi, mwezi wa 3, ambapo mwezi huo wa Machi ni mwezi wa fedha katika nchi ya Japani. Watu wengi walokuwa wakijiua kwenye msitu huo wa Aokigahara walikuwa wakitumia njia ya kujinyonga, na wengine wakitumia njia ya kuzidisha matumizi ya dawa. Miaka ya hivi karibuni serikali ya Japani imeamua kuficha namba ya watu wanaojiua msituni humo ili wasiharibu sekta ya utalii katika msitu huo wa Aokigahara. Ukiwa unaingia msituni humo utakutana na bango linaloonyesha onyo ambalo unatakiwa ufate wewe kama mtalii kwenye msitu huo wa Aokigahara. Msitu wa Aokigahara umeandikwa na mwandishi maarufu wa Kijapani anayeitwa Seisho Matsushimoto, ambapo mwaka 1960 aliandika kitabu kilichoitwa Kuroijakai au Black Sea of Trees, yaani bahari nyeusi ya miti. Na Hollywood hawakuwa nyuma, wakatoa movie inayoitwa The Forest yenye maudhui
ya kitabu hicho. Maudhui ya kwenye kitabu cha Kuroy Jakai ama The Black Sea of Trees, yani bahari nyeusi ya miti. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele. Utakuwa ukipata notification kwa kile ambacho tutakuwa tumekusogezea. Asante.